الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى نكمتكي صالنا سلام متمويت صلى الله عليه وسلم. nausia nafsi yangu pia na wausieni na nini kumcha Allah tabaraka wa taala. Namshukuru Allah tabaraka wa taala kwa hii fursa ya ziara fupi ya kidawa ndani ya mji huu wa Nzega, ndani ya markazi hii mubarak, markazu lillah, chini ya usimamizi wa ndugu yetu shekhe wetu Abu Abdullah, Allah yahfadhuhu wa yahfadhu aljamii. Na ndani ya muda huu ni nasaha kwa kina mama. Na saa zangu za leo kwenu nyinyi ndani ya muda huu mchache unwani yake alhikmatu min ta'addudi zawjat, hikma ya kuongeza mke, ya kuoa mke zaidi ya mmoja, wawili, watatu, wanne. Hikma katika jambo hili, nimependelea nizungumze jambo hili kwa ajili ya kuwazindua kina mama ambao wamekuwa wakilipiga vita jambo hili bila kukumbuka ya kwamba wanapiga vita mmoja katika sheria za Allah tabaraka wa taala. Lakini jambo hili limewekewa mikakati mingi na Mayahudi na maadui wa dini hii ili kulipa taswira mbaya katika jamii, na kwa kiasi kikubwa wakaweza kuwashawishi baadhi ya watu wakateka fikira zao, wakiwemo wanawake wa Kiislamu, hasa wale ambao wako mbali na ilmu, wako mbali na vikao vya ilmu. Sasa na mimi nikaonelea nilizungumze hili kwa kina mama katika sehemu mbalimbali, ili wajue kwamba hili jambo lina nafasi gani na lina faida gani kwa Muislamu, mwanamume na mwanamke. Na mimi ndani ya kalima hii nitazungumza maneno ya wanachuoni wawili. Wa kwanza al-allama Abdullah ibn Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah ta'ala. Al-allama ibn Baz rahimahullah ta'ala. Na maneno mengine nitakayoyazungumza ni maneno ya al-allama Muhammad al-Amin al-Shinqiti rahimahullah ta'ala.
haya maneno yao ndio yatabeba muhadhara wetu kwa ujumla, na ni vizuri tukatumia maneno yao kwa sababu ni wanachuoni wetu, ni maulama wetu wa zama hizi tulizo nazo, na kutumia maneno ya wanachuoni hii ni kheri kubwa. Kwa hiyo maneno nitakayoanza nayo ni maneno ya al-Allama Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah ta'ala. Anasema aliulizwa swali huyu mwanachuoni, swali lenyewe linasema, muulizaji anasema, taaddudu zawjat shay'un shara'ahu Allah lirrijal, kuoa mke zaidi ya mmoja, kuongeza idadi ya wanawake, ukamwoa mmoja, wawili, watatu, wanne, ni kitu ambacho Allah amekiweka katika sheria yake kwa wanaume. Fama hiya alhikmatu min dhalik, ni ipi hikma ya jambo hilo? Hikma katika hilo ni nini, ya mwanamume kuoa mke mwingine bali kuongeza wakawa wawili, watatu, wanne? Swali laendelea, wazaujatul ula, na mke wa kwanza, idha tazawaja ar-rajulu thaniyata, iwapo mume wake atamuoa mke wa pili, fa innaha tasu, huyo mke wa kwanza ajisikia vibaya, anajisikia vibaya kabisa na huchukia. Lakini wakati mwingine husababisha maafa, wakati mwingine mpaka upelekea ndoa kuvunjika. Wayahsulu ba'dhu almashakil, na wakati mwingine yanapatikana baadhi ya matatizo, allati qad tuaddi ila alfiraq alabadi, matatizo ambayo huenda yakapelekea kuachana milele, kisa kuongeza mke, raghma wujudi alawlad, pamoja ya kwamba watakuwa na watoto, hawajali kwamba yeye ana watoto watano, mume wake ameoa mke mwingine, anaamua kuondoka na kuliamsha na kukimbia bila kujali kwamba nina watoto wala nini. Alladhina hum bihajatin ila wujudi al-ummi wal-ab, mke anaondoka, anawaacha watoto ambao wanahitajia uwepo wa mama yao na baba yao. Kwa hiyo mama anaamua kuwatelekeza watoto wake na kumkimbia mume wake, eti kisa mume wake kaoa mke mwingine. Fama hiya nasihatukum lirrijal, Sheikh anatoa nasaha, anaulizwa, anaombwa, ni zipi nasaha zenu kwa wanaume? Walmar'a, na ni zipi nasaha kwa mwanamke ambaye kasababisha tafulani kwa sababu ya mume wake kuongeza? Sikilizeni maneno ya kiilmu, maneno ambayo yamejengwa kwa misingi ya Qur'ani na Sunna. Qala rahimahullahu ta'ala, anasema Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, ta'addudu az-zawjat
shay'un shara'ahu Allah li'ibadihi ma'al qudra, kuongeza wanawake kuoa zaidi ya mke mmoja ni jambo ambalo Allah ameliweka katika sheria yake kwa waja wake, ni jambo Allah ameliruhusu kwa waja wake, ma'al qudra, pamoja na uwezo. Pamoja na uwezo ukiwepo, mume anaruhusiwa kuongeza mke. Na mlango huu wa uwezo ndo mlango ambao wamepitia wanawake wengi kulikataa jambo hili na kulipiga vita. Utakuta siku zote anakwambia wewe huna uwezo, wewe baba, acha kihelele, tulia, waachie wanaume wenzako, hujajenga. Nani alikuambia sharti la kuongeza mke mpaka ujenge? Hilo sharti halipo. Uwezo unaotazamwa katika kuongeza mke ndo ule uwezo unaotazamwa katika kuoa mke wa kwanza. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, mwenye uwezo katika nyinyi aoe. Albaa ni uwezo wa aina mbili, ni uwezo wa kumhudumia mke yale majukumu ya kawaida kama vile pahala pa kuishi, kama vile chakula, mavazi, matibabu, sehemu kama hizi. Ukiwa na uwezo wa hayo, basi oa. Uwezo wa aina ya pili ni uwezo wa kuweza kukutana na mkeo katika ibada ya ndoa. Haya yakiwepo, basi unaruhusiwa kuoa. Vile vile ukiwa na mke mmoja, Allah akakujalia una uwezo wa kuongeza mke wa pili, ukamtafutia pa kuishi, ukamtafutia chakula, ukawa na uwezo wa kuwapa haki zao za ndoa kwa pamoja, wote kwa pamoja, basi pia anaona ruhusiwa kuoa mke wa pili. Kwa swala la mathna au thulatha hakuna sharti la utajiri, ni jambo la kuweza. Kwa hiyo kina mama wanapitia mlango huu kulipiga vita. Wewe lini umemwambia mme wako kwamba sasa hivi una uwezo, basi ongeza mke mwingine? Bali siku zote wanaume hawana uwezo, hata kama wanamiliki kiasi gani. Kwa hiyo Ibn Baz rahimahullahu ta'ala anasema jambo la kuoa mke zaidi ya mmoja au zaidi ya wawili au watatu, uwezo ukiwepo, ni jambo la kisheria. Wa fihi masalihun kathiratun lizawjaini lirijali wan nisa'i jami'a. Sheikh anasema jambo hili lina maslahi mengi kwa wanandoa wawili, wanaume na wanawake kwa pamoja, wote wananufaika na kuongezeka kwa mke mwingine. Na kadiri mtu anapokuwa nao watatu, wanne, basi maslahi ndio yanaongezeka. Lakini Ibn Baz rahimahullahu ta'ala akataja miongoni mwa faida hizo, miongoni mwa hizo faida, anna ar-rajula qad la ta'ifuhu al-mar'atu al-wahida, kwamba mwanamume huenda asimtosheleze mke mmoja. Hilo lipo, huenda mke mmoja asimtosheleze mume wake. Kuna wakati mwingine
unajitahidi inashindikana, unajitahidi kutekeleza majukumu inakuwa shida. Walipoona hivyo wanawake wakakimbilia kwa wafanyakazi, Lakini nini? Kwa sababu majukumu ni mengi makubwa. Yawezekana mwanamume asitoshelezwe na mke mmoja kwa sababu zifuatazo. Sababu hizo Sheikh anasema kad yakunu kathiru shahwa, kuna wakati anaweza kuwa mwanaume ni mwenye matamanio mengi, shadidu shahwa, ana matamanio makubwa makali, la taifuhu alwahida, mmoja hamtoshi, wala taifuhu ithnatan, wala wanawake wawili hawamtoshi, wala taifuhu thalath, wala watatu pia hawamtoshi. فجعل الله له طريقا إلى إعفاف نفسه بالطريق الحلال. الله kampa njia ya kumaliza matamanio nafsi yake kwa ujumla kwa kutumia njia halali, min tariqi 4 min an-nisa, nayo ni njia kwa wanawake 4. Kwa hiyo inawezekana mwanamume akawa na matamanio ya kasi, mke mmoja hatoshi, na wewe unakiri. Hakuna mwanamke asiyekiri. Mwingine anaweza kusema hatoshi. Kwa nini nisitoshe wakati mimi mwanaume huyu huenda mvivu, analala? Yawezekana si na hilo akina mama wengi hawajui. Yawezekana kule kukuzoea sana matamanio ya kwako yanakatika, kakuzoea mno mpaka hizo hisia mpaka zitafutwa wiki nzima. Kwa sababu gani? Yani kakuzoea kila siku ni wewe. Na wewe kujipamba ni kwa design moja siku zote, ameshakuzoea. Lakini kuna wakati mwingine unakuwa mjamzito, unajifungua, uko kwenye nifasi siku zaidi, siku 40, mwezi mzima, wiki 3. Huyu kiumbe unamsaidiaje huyu wakati unamjua kabisa kwamba ana matamanio ya kupitiliza? Akikuona tu khalas, unamsaidiaje? Akazini. Na mwanaume katika swala hili wachache wenye subra, akafunge, ana madonda ya tumbo. Sio wote wanaweza kufunga. Kuna baadhi ya matamanio lazima mtu asaidiwe. Kwa hiyo inawezekana ukawa kweli mwanaume ana matamanio mengi na wewe una dharura nyingi, zile kuingia katika siku kila mwezi. Lakini pia kuna dharura za hapa na pale, mara waumwa, mara mwenyewe umeenda kwenu, mara washughulishwa na watoto. Kwa hiyo inawezekana mwanaume akateseka. Hili linamsaidia yeye na kupunguza ugomvi katika ndoa. Wa min dhalika aidha, na katika hilo pia, ma fi tamattu'i bil 4 min qada'i al-watari. Sheikh anasema miongoni mwa faida za kuoa zaidi ya mke mmoja mpaka 4, anasema ni zile faida zilizomo katika wake 4, katika kuburudika na wake 4, katika kukata matamanio kwa ujumla, wa tibu nafsi, na kupata utulivu uliokamilika wa nafsi, wal bu'd 'anil fawahish, na kuwa mbali na uchafu.
fa inna hadha yu'inuhu, jambo hilo linamsaidia ala ghadhi basari, kuinamisha macho yake, wa bu'dihi amma harrama Allah, na kuwa mbali kwake na yale aliyoharamisha Allah. Kwa sababu gani? Mtu mwenye wake wanne, hata kama atafanya zamu siku mbili mpaka kumfikia wanne ni baada ya siku 8. Yule wanne kufikiwa zamu asharudi kuwa binti. Aya, zamu ni siku 3, alhamdulillah. Hakuna siku atakaa na waza, na mara nyingi mwanamume huwa anawaza mke wa pili pindi anapokuwa hatoshelezwi katika haki zake za ndoa. Wanawake wanakuwa na subira ndogo katika jambo hilo. Amekuhitajia leo, wewe uko bize, nakuhitajia kesho, hapo fikra zinakuja za haraka za kuongeza mke. Sasa ili mume wako aendelee kutambua nafasi yako, ni muhimu yeye kuongeza mke wa pili, mke wa 3, mke wa 4, ili apate utulivu wa kutosha. Lakini mtu mwenye wake wanne, wake wawili, ni mara chache sana kughurika na wanawake wengine, kwa sababu siku zote yeye ni mwenye kushughulishwa na hawa watu wanne. Kwa hiyo ni faida nyingine ya kuoa mke zaidi ya mmoja, kuoa wake wawili, 3, 4. Mwanaume ambaye Allah amemruzuku anatakiwa awe na wanawake 4. Na nyinyi akina mama masalafiyati mlitambua hilo, na alhamdulillah wanawake masalafi wanasoma, wanashughulishwa na darasa. Muwe 4, mshindane, si kushindana na wanadarasa tu, shindana na mke mwenzako pia. Hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka zamu yako inafika ushapiga hatua ya juzuu. Lakini kila siku wewe una mume wako huyo, kila siku unatakiwa kumshughulikia mume wako, kumwandalia hiki na kile, mwisho unajikuta mambo yanakulemea. Wa min dhalika aidha, na miongoni mwa faida za kuoa mke zaidi ya mmoja, faida ya 3, anasema Ibn Baz rahimahullah ta'ala, i'fafu nnas, kuwatosheleza watu wenye shida, kuwatosheleza watu na kuwasaidia watu katika kheri. Fa innahu laysa kullu imra'atin tajidu rajulan wahdahu, kwa sababu sio kila mwanamke ana uwezo wa kumpata mwanamume wa kwake peke yake. Wewe kama umempata wa kwako peke yako, sio wanawake wote, kwa sababu kuna wakati mwingine mwanamke anatafuta mume na shindikana. Mwanamke mathalan kafiwa na mume wake, hasa nani anamuoa huyu, nani anamnusuru? Watu wakimbilia mabinti, wakimbilia nini? Lakini ukiwa ushaoa mke mwingine wa pili, ni rahisi kumuoa mjane. Unasema alhamdulillah, mmoja mdogo ninaye, ngoja niongeze na huyu nimnusuru. Mtu ameachwa au amefiwa na mume wake, au ameachwa ana watoto 4, nani atamsaidia kwenye majukumu yake? Lakini anapokuwa amenusuriwa, ina maana yule mume amemsaidia huyu mama na watoto wake. Qad yakunu ar-rijal aqallu minan nisa, lakini kuna wakati wanaume wanakuwa ni wachache kuliko wanawake, na huu ndio uhalisia. Wala siyama inda al-hurub, hasa wakati inapokithiri vita. Wala siyama fi akhir az-zaman, hasa katika zama za mwisho. Zama za mwisho Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema wanawake watakuwa ni wengi kuliko wanaume.
famin rahmatillah, katika huruma ya Allah tabaraka wa taala, ayakuna lirrajuli arba'a, awe mwanaume awe na wanawake wanne, hatta yaifa arba'a, mpaka aweze kuwahifadhi wanawake wanne, wayunfiq ala arba'a, na simamia majukumu ya hao wanawake wanne. Fafi hadha masalihun, ndani ya jambo hili kuna maslahi makubwa, lijinsi nisai aidha, kwa jinsia ya wanawake kwa pia. Mwanamke anapata manufaa na faida. Wewe una watoto kwa sababu nyinyi mnazaa watoto wa kike, unao 4 5. Wakati mwingine watoto wa kike wamerudi, wameachwa. Inawezekana unakataa kwa sababu bado wewe mdogo, lakini kuna kipindi utafika una watoto wa kike 5 ndani ya familia, na wengine wameolewa, wameachika, watoto 3 wote wameachika. Kwa sababu kawaida wanavyosema watu kwamba mtu akiwa na watoto wadogo wa kike hawajaolewa, kwenye geti anaandika kuna ulinzi mkali, mbwa mkali usisogelee hapa. Wakishaachika tunauza barafu. Kwa hiyo kuna wakati huo wa kuuza barafu, una watoto wa kike wamejazana ndani, nani atanusuru? Unajilazimisha kuandika barafu, tunachora hina, tunauza ubuyu mwekundu mweupe, ili upate watu wakuja kuangalia ulionao, kwa sababu watoto wako hawatembei nje wazururi. Kwa hiyo jambo la msingi ni swala hili la watu kuongeza mke. Unapokuwa unamfanyia roho mbaya mwenzako asiolewe, lakini tambua kwamba kama hauna shangazi zako walioachika, basi una dada zako. Kama hauna dada, basi una haya yote yapo. Kwa hiyo ni kuwasaidia hao wanawake ambao wanaachika kwa dhulma. Na wakati mwingine unafanya fujo, kumbe na wewe umeachika, umekuja umenusuriwa, alafu unafanya fujo, utaki mwingine aje. Ambia aka mimi nishachosheleza, umesahau kwamba ulikuja na mtoto. Kwa hiyo haya yote Waislamu, akina mama, msiingie katika mitego ya Mayahudi. fa inna wujuda rubu'i zawjin khayrun laha min adami zawjin bilkulliyah, yakunu laha rubu' au thuluth au nisfu, yakunu khayran laha min al-adam. Sheikh anasema mkiwa 3, ina maana wewe una ya mume hauna. Ukiwa mmoja, huyo mume ni wako mzima, lakini mkiwa 2, ina maana wewe una mume nusu na yeye ana mume nusu, mmoja mnamgawana. Mkiwa 3, una robo, una theluthi, 1/3, yule mwanaume mnamgawana mara 3. Mkiwa 4, yule mwanaume mnamgawana mara 4, kwamba wewe una kipande na wewe ana kipande na wewe ana kipande. Sasa kupata kipande robo ya mwanamume ni bora kukaa bila mume. Sasa hii zote ni kheri zinarudi kwa kina mama, kwamba kuna kuachika, kuna kufiwa. Kama alijakukuta wewe, watoto wako. wa min almasalih fa fi dhalika i'fafuha, katika sala la kuoa wanawake 4, kumhifadhi mwanamke na kumtolea na kusimamia majukumu yake na kumhifadhi na kuwa katika ulinzi ambao unatakiwa. Wa min almasalih aidha, na katika maslahi pia makubwa ya kuongeza mke 1, 2, 3, al-aulad, watoto. Wujudul aulad, kupatikana kwa watoto. Wa kathratun nasl, na kuongezeka kwa vizazi. Wa takthirul umma, na kukithirisha umma. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema tazawwajul wadud
oweni wanawake ambao wanakujipendekeza sana kwa wanaume, wana upendo sana. Na ili ujue kwamba mkeo anakupenda, muongezee mke. Na nyinyi akina mama, msikubali waume zenu wakae hivi bila kukupandisheni vyeo. Wewe utaitwa nini mke mkubwa? Wakakaa tu, pandishwa cheo, mke mkubwa. Unaona ni ndogo hilo? Mume anapooa amekuthamini, amekupandisha daraja. Wewe mke mkubwa, inawezekana kenyewe kembamba tu, lakini kanaitwa mkubwa. Hilo lote ni daraja. Uislamu na kuinua. Yule aliolewa wa pili ana watoto 4, huenda anakuzidi mara 5, anakuzidi miaka 10, lakini anaitwa bi mdogo, wewe bi mkubwa. Kama mume wako hajaongeza mke, basi yani bado hajakupandisha nafasi. Lakini ili uilinde ndoa yako, mume wako aongeze mke, kwa sababu wakati mwingine mume hatambui thamani yako mpaka pale anapooa mke mwingine. Yawezekana akamwoa mke wa pili kwenye upishi wa chapati yuko nyuma, akakumbuka chapati zako akazimisi. Yawezekana akaoa mke wa pili, kuna vitu ambavyo yuko chini kwako, lakini kuna vingine na kuzidi. Yawezekana huyu yuko vizuri huku na yuko vizuri huku. Kwa hiyo yote haya yatakusaidia wewe, kama vile kukithirisha watoto. Yawezekana mume wako, huenda wewe unazaa watoto wako hawana vichwa vya kuhifadhi Qur'an, lakini akaoa mke mwingine, Allah akamjalia watoto wenye kuhifadhi Qur'an, ikawa ni faida katika familia. Kukithirisha watoto. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, tazawwajul wadud, oweni wanawake ambao wanajipendekeza, wazuri, wanaojipendekeza kwa waume zao. Mwanamke ambaye utakapomuona tasurruhu, anakupendeza unapomwangalia, wewe unang'ang'ania tu. Umesahau kwamba kukuoa kwanza hakukupenda. Mama yako tu alimheshimu mama mkwe, kwamba mama alimwambia, mama mwanangu, nimependa muoe huyu mke wako, huyu sisi tushampenda. Kwa hiyo mara nyingi mke wa kwanza inakuwa si chaguo la 100, kwa sababu unakuwa umezidiwa, unataka mke. Sasa wewe walazimisha tu, uking'ang'ania mwisho ni kuachika. Kwa hiyo ni bora akaoe mke mwingine ambaye wenda atakuwa na vile anavyovitaka, pia na kwako kuna vitu vipo anavihitaji. Anahitaji watoto. Na shida inakuja, unaweza ukakaa muda mrefu bila kupata mtoto, alafu sasa akitaka kuona mzuia. Usimzuie, huenda akipata mtoto kule Allah akamsaidia na kwako akapata. Mko wanawake 4, kila mmoja mwaka amejifungua, si kheri hizo? Miaka 5, 6 ushajaza msikiti peke yako. Kwa hiyo hizo zote ni kheri ambazo tunatakiwa sisi kuzikimbilia. Lakini pia wa fi dhalika, Ibn Baz rahimahullah ta'ala anasema, wa fi dhalika aydan min al-masalih anna fi tazawuj al-insani min huna wa min huna wa min huna, miongoni mwa maslahi ya mtu kuoa sehemu hii akaoa sehemu ile, akaoa huku akaoa kule, wujudu tarabut baina al-usar, inapatikana mafungamano ya kifamilia, na wataawun, na kusaidiana, watahab, na kupendana, wataaluf, na kuungana. Fayakthuru tarabut baina al-mujtama', inakithiri mafungamano katika jamii. Wataawunu baina al-insan, na kusaidiana baina ya watu. Maa ansabi, pamoja na
nasabu zake, wa asharihi, na wakwe zake, wa tarabut, na mafungamano yuinu ala umuri dini wa dunia jamia, mafungamano ambayo yanasaidia katika mambo ya dini na dunia. Nadhani mmeelewa. Mtu anapooa, kwa mfano, mke wa kwanza kaoa Nzega, mke wa pili kaoa Dar es Salaam, mke wa tatu kaoa Mbeya, mke wa nne kaoa Dodoma, tayari ashapata ndugu sehemu zote hizi, ashapata ndugu. Wewe kesho na kesho kutwa umezaa mtoto wako amefaulia shule, anatakiwa kusomea Mbeya, na mume wako alioa Mbeya, hapati shida kwa sababu kule nyumbani yale mafungamano. Wewe hapo uko Nzega, lakini inawezekana ukaumwa, hospitali za hapa akakupiga rufaa, huyu apelekwe Muhimbili. Kule Dar es Salaam mume wako alioa, ana mashemeji zake kule, wako. Kwa hiyo mafungamano yanakuwa makubwa. Wewe Dar es Salaam upajui, unapopajua ni hapa tu, wala hauna ndugu, lakini kwa sababu mume wako alioa kule, ana ndugu na nini, mafungamano katika jamii yanakuwa makubwa. Lakini hata uchumi, mnapoona watu wa sehemu moja, kijiji kimoja, hakuna mnachokijua zaidi ya kile kijiji, tabia zote zinakuwa za kijiji. Ukweni pale juu ya mlima, mume wako anatoka chini ya mlima, akili zenu zinakuwa za pale pale tu. Kama ni kilimo cha mihogo, mume wako elimu alionayo ni mihogo na wewe ni mihogo, nyote mnaishia kwenye mihogo. Lakini akiwa ameoa mwingine wa kulima ndizi Bukoba, mwingine kalima mikorosho, mwingine nazi, kidogo akili inapanuka. Yawezekana wewe akili yako huna ushauri kwa mume wako, akaja mke wa pili akabadilisha familia, akaambia unajua mume wangu, sisi baba yangu au anafanya kadha na kadha, tukifanya kwa huu mtaji mdogo tunaweza tukafaulu. Mafungamano na faida za dini na dunia, alhamdulillah. Huwezi jua, huenda mke mwenzako akazaa mtoto kesho na kesho kutwa akakupeleka India wewe. Kwani mara ngapi tunaona mtu anampeleka mke wa baba yake kwa sababu mama yake ametangulia kufa, inabidi ampeleke mke wa baba. Yote hizi ni faida za kuongeza mke mmoja, wawili, watatu. Wakati mwingine inawezekana mtu akaoa mke wa tatu, yule mke wa tatu mama yake ni mkulima wa mipunga, kawa zake labda Tabora, akamzawadia michele, mkanufaika nyote. Kwa hiyo hizi ni katika faida za kuoa mke mmoja, wawili, watatu. Lakini wao wanaweka ngumu tu, naweka ngumu, maisha yanazidi kuwa magumu. Na katika siri ya kuoa mke zaidi ya mmoja ni maisha kufunguka. Maisha yanafunguka, yanapendeza. Ukiona maisha yanakuwa magumu katika familia, mshauri mume wako aongeze mke. Akiongeza mke, Allah anaweza kafungua huku na pale. Mwisho Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala akamalizia, maneno ni mengi yaturuke, akasema walwajibu ala nisa, jambo la wajibu juu ya kina mama, as-sabru ala al-jara wadh-dharra, awe mvumilivu kwa mke mwenzake, kwa mke mwenza. Kuna wanawake inafika tu ajifanya aumwa, hawezi kula mpaka mke mwenzake aondoke. Huyo hana akili. Ungekuwa na wewe ungefanyiwa hayo, ungekuwemo? Hebu kumbuka, uende ukazaa watoto wa kike, kesho na kesho kutwa wanaolewa ukewenza, na wao wafanyiwe hayo, kwa sababu yale unayofanya leo, kesho na kesho kutwa yanaweza kufanywa kwa mwingine. Unaleta visingizio, najua siwezi kula, sijui kitu gani. Hapana, msikubali kuchezewa na shayatini na mashaitani wa kibinadamu katika masala haya. Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala anasema alwajibu ala an-nisa as-sabru ala al-jara wadh-dharra, yajibu ala al-mar'ati allati, ni wajibu juu ya mwanamke ambaye tu'minu billahi wal yawmil akhir,
anamwamini Allah na siku ya mwisho, antasbira, awe na subra, avumilie. Usimfanyie vitimbi mwenzako, yule pia naye ni binadamu kama wewe. Lakini pia anasema wa antalama, natambue huyu mwanamke, anna hadha haqqun lizawji, kwamba hiyo ni haki ya mume wake. Kuongeza mke ni haki ya mume wako. Wa annahu la yajuzu laha, na kwamba haifai kwake yeye huyo mwanamke fi'lu ma la yanbaghi, kufanya yasiyofaa, inda wujudi zawjatin thaniya, pale ambapo atapatikana mke wa pili, maadamu ya'dil wa yuaddi alhaq, maadamu yule mwanaume anafanya uadilifu na anatekeleza haki. Fa'alayha an tasbir, ni juu ya mwanamke kufanya subra. Wala yajuzu laha an tanfira, wala haifai kwa mwanamke kukimbia, au tutalib bitalaq, au akawa anataka talaka. Wako wanawake wanafanya hivyo, bana mimi nimeshindwa bana, mimi bora niache, siwezi kuvumilia, nafsi yangu dhaifu. Wewe dhaifu wapi wewe? Acha kujilea hivyo, unakwenda unapajua. Wakati mwingine inawezekana mama yako mwenyewe kaolewa wa pili, lakini kujitia kiherehere kwamba utaki. Kwa hiyo jambo la msingi ni kwamba mwanamke afanye subra. Hadha la yajuzu laha ma dama az-zawju qad adda al-haqq alladhi alayhi qad qasama bi'adl wa anfaqa bi'adl, falaysa laha haqqun an tunasa. Haifai maadamu mwanamume ametekeleza haki yake, ametekeleza haki yake, amegawa kwa uadilifu na kila kitu kakisimamia kwa uadilifu, hakuna haki kwa mwanamke wa pili, kwa mwanamke wa kwanza kufanya ugomvi au kutalib bil firaq, au yeye akaamua kuachika kwamba sitaki, au akamkera mume wake mpaka amwache mtu wa kwanza, anamfanyia vitimbi. Yeye anatakiwa apewe nasaha na elekezo na sifani haya. Hayo ni maneno ya Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, akitoa nasaha na akizungumza faida za kuoa mke zaidi ya mmoja. Namalizia nasaha zangu kwa maneno ya al-Allama Ash-Shinqiti alayhi rahmatullah. Al-Allama anasema katika kitabu chake Adwa'ul Bayan fi Idahi al-Quran bil-Quran, anasema kuongeza mke fihi maslahatun li thalatha, mtu kuoa mke wa pili, wa tatu, wa nne, kuna maslahi kwa watu watatu, kwa pande tatu. Pande ya kwanza kuna maslahi kwa mwanamke wa kwanza na wa pili, huyo anayeolewa. Upande wa pili kuna maslahi kwa mwanamume mwenyewe, na upande wa tatu kuna maslahi kwa umma wa Kiislamu. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، anasema الشنقيطي wakati anatafsiri aya hii, inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwam, akasema hivi, falqur'anu abaha ta'addud az-zawjat, Qur'ani imeruhusu kuongeza wanawake, limaslahati almar'a, kwa maslahi ya mwanamke mwenyewe, fi adami hirmaniha min az-zawaj, kwa pale ambapo hajanyimwa yeye kuolewa. Kwamba ingekuwa kwamba mwanamke mwingine anapokuwa ameachika ni haramu kumwoa, hatakiwi kuolewa, lakini akiachika mwanamke anaruhusiwa kuolewa, nani anamuoa? Hivi unafikiri, hebu waza,
hivi ni rahisi kupata kijana barobaro ambaye hajawahi kuoa, mara yake ya kwanza anaingia kwenye ndoa, aoe mwanamke mwenye mtoto? Ni rahisi hiyo? Inawezekana, si haramu, lakini sio rahisi. Yani hayo majibu mnayo, kwamba yani kijana ndo anataka kuingia kwenye ndoa, anatafuta mahali mwenyewe, anaalika, alafu mkewe anayetaka kumwoa kwanza ana watoto wawili. Lakini kinyume chake, mwanaume ambaye ana wanawake watatu anatafuta mke wa nne, ni rahisi kupata bikra, kitoto chenye miaka 15. Hiyo ni rahisi kabisa, tena kwa mashendo ndo rahisi, na kwa masalafi ndo rahisi kabisa, kwa sababu watu wote siku hizi wanataka kuwaozesha masalafi. Sasa wewe wang'ang'ana tu hao waolewe na nani? Haya, walimaslahati ar-rajul bi'adami ta'addul manafi'uhu fi hali qiyam al-'udhr bil mar'ati al-wahida, maslahi kwa mwanaume kwamba yani maslahi yake na manufaa yake hayasimami pale mke wake wa kwanza anapokuwa na udhuru. Uko kwenye siku zako, mume wako anakuhitajia, wamsaidiaje? Huyu anapata shida, lakini akiwa na mke mwingine wa pili, wa tatu, wa nne, alhamdulillah, maslahi yasimami. Na maslahi ya tatu ni maslahi kwa umma, liyakthura adaduha, ili umma wa Kiislamu idadi yake ikithiri na watu waongezeke wa kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo hizo ni katika faida za kuoa mke zaidi ya mmoja, wawili, watatu, wanne. Na mwanaume ambaye Allah amemruzuku na yuko sawa, yule akiwa na wanne, akiwa na watatu, alhamdulillah. Una shida, basi wawili, lakini mmoja ni kujishikilizia. Yani mmoja hiyo ni kujishikilizia, unatayammam ukisubiria maji yaje. Ni sawasawa una njaa ukaamua kunywa maji ili usubiri chakula kiive. Kwa hiyo usikubali mume wako kukaa na wewe muda mrefu, muombee dua, mshawishi, muhamasishe, ili muweze kusaidiana katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Mimi naomba niishie hapa, na muomba Allah tabaraka wa taala atunufaishe na haya machache ambayo tumekumbushana. Innahu waliyyu dhalika wal qadir alayh. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah